Kisha akasema al-khatima, hadha bayanu mukhtasarun li ahammi al-usul allati khalafat fiha sururiyyah wa jama'atu al-ikhwan al-muslimin manhaj ahli sunnati wal jamaa. Sheikh anasema huu ni ubainifu wa ufupisho wa ile misingi muhimu ambayo sururiya wamekhalifu ndani yake, kadhalika pia jamaatu al-ikhwan al-muslimin wamekhalifu ndani yake. Wamekhalifu nini? Manhaji ya al-sunna wal jamaa. فعلى كل عاقل أن ينظر فيما جناه هؤلاء على الإسلام والمسلمين قديما وحديثا من آثار سيئة. basi ni juu ya kila mtu mwenye akili aangalie katika yale ambao wamechuma watu hawa, wamevuna watu hawa juu ya Uislamu na Waislamu zamani na sasa, katika athari iliyokuwa mbaya. Fasaidu man hu'iza bighairi, mtu mzuri ni yule ambaye anawaizika kwa kumwangalia mwingine. Washaqiyu man itta'adha ghairuhu bihi, na mtu muovu ni yule ambaye mwingine anawaidhika kupitia yeye baada ya kuwa ameingia katika makosa. Walibn Hazmi kalam rahimahullah kalamun nafisun fi bayani ba'd al-athari as-sayyi'ah allati janaha ahlu al-bid'ah 'ala al-islam wa ahlihi haythu qala Ibn Hazmi rahimahullah ta'ala maneno mazuri katika kubainisha baadhi ya athari mbaya ambazo huvunwa na watu wa bid'a juu ya Uislamu na watu wake, pale aliposema wa'lamu rahimakumullah anna jami'a firaqi ad-dalalah lam yajri Allahu ala aydihim khaira wala fataha bihim fi min biladi al-kufri qarya wala rafa'a lil-islami raya wala zalu yas'auna fi qalbi nidhami al-muslimina wa yufarriquna kalimata al-muslimina wa yasulluna as-sayfa ala ahli ad-din wa yas'auna fil ardi mufsidin. Anasema tambua Allah akurehemuni, tambueni Allah akurehemuni, kwamba makundi yote yaliyopotea Allah siku zote hajawahi kupitisha mikononi mwao kheri ya aina yoyote, wala hajawahi kufungua kupitia wao mji wa ukafiri, yani mji uliokuwa unatawaliwa na makafiri wote, haujawahi kufunguliwa na mikononi mwa watu wa batili na watu wa bid'ah, wala hajawahi kuinua kwa ajili ya Uislamu bendera ya aina yoyote. وما زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين ويفرقون كلمة المسلمين. siku zote wao huwa wakiendelea kufanya juhudi kati ya nidhamu ya Waislamu, kufanya juhudi fi qalbi nidhami almuslimina yufarriquna kalimata almu'minin, wakifanya juhudi katika kugeuza nidhamu ya Waislamu na kuifarikisha au kuikatakata lile neno la waumini. Kadhalika pia huwa siku zote wanachomoa upanga, yasuluna saifa, hutoa upanga wao ala ahli din, kuwaelekezea watu walioshika dini, wastauna fil ardi mufsidin, na kueneza katika ardhi wakiwa wakifanya uharibifu. Fahadharu aljamaa alhizbiyya dhalla, siku zote jitahadharini na haya makundi yaliyopotea. Wala tatadhajjaru min kathrati tahdhiri ahli alhaq minhum, wala msipate dhiki pale mnapoona wingi wa ahlul haqi kuwatahadharisha watu hawa. Pale mnapoona ahlul haqi wanatahadharisha watu hawa kwa wingi, msidhikike. Fa inna kathrata alkalam fi ahli albid'ah wa ma'a wujudi alhajati lidhalik, hakika maneno mengi yanapokuwa yanasikika katika kuwatahadharisha watu wa bid'ah, na hasa pale unapokuwa kuna haja ya kufanya hivyo, manqabatu li ahli alhaqi, hii ndiyo sifa ya ahlul haq, watu wa haki, hiyo ndio sifa yao, kuongea maneno mengi katika kuwatahadharisha watu wa batil. La madhammata, na wala si lawama, si sifa mbaya. Wala dhalika sara aslafuna rahimahumullah, na katika jambo hilo ndiyo, katika njia hiyo wamepita wema wetu waliotangulia, yani wamepita wema wetu katika manhaji hii. Wa min ash-shawahidi ala dhalika anna imam ahli sunnati Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, na katika ushahidi tukiangalia katika tarehe kwamba imam ahli sunna Ahmad ibn Hanbal lamma tuliba minhu sukutu an ahli al-bid'ah, alipoambiwa nyamaza usiwaongelee watu wa bid'ah, wa adami al-khawd fi masaili khalqi al-Qur'an,
kwamba asiendelee kuelezea na kufafanua masala zile za kuhusu kuelezea kuumbwa kwa Qur'ani kwamba ni itikadi mbovu. Qala, alisema uskutu naskutu, acheni kuieneza itikadi yenu na sisi tutaacha kufafanua kwamba itikadi yenu ni mbaya. Famadamat hadhihi aljamaatu alhizbiyya adalla mawjuda, muda ambapo makundi haya yaliyopotea yapo, waduatuha walmutaatifuna maaha kuthur, na walinganizi wa makundi haya na wale wanaoungana na wao wanaowapenda wapo wengi. Falwajibu ala ahli alilmi kashfu awara, wajibu kwa wanawachuoni ni kufunua ile hatari yao, kasoro yao, kwamba kuwaondoa watu tongotongo, kuondoa watu kijiti kilichoko jichoni, zile aibu zao sijulikane. Waraddu ala almuntasibina laha hatta tazula afkaraha min alwujud, na tuwarudi wale ambao wanaojinasibisha na wao mpaka zile fikra zao ziondoke katika kuwepo, au yaqilla sharruha, au shari za zile manhaji zao ziwe chache. Walau budhila fi sabili dhalika alwaqtu alkathir, hata kama utatumika katika kufanya jambo hilo wakati mwingi. Waljuhudu alazim, na juhudi kubwa fil inkari alaiha, katika kulipinga jambo hilo. Fala taltafitu lishubuhati almuzahidina fi kathrati rududi ahli alilm ala ahli albatil, basi anasema msielekee wala msiangalie zile shubha za wale ambao wanawaweka mbali, fi lishubuhati almuzahidin fi kathrati rududi ahli alilm ala ahli albatil, msielekee zile shubha, msizisikilize zile shubha za wale ambao wanaowaweka mbali watu, wasisikilize zile rududi nyingi zinazotolewa na ahlul ilmi dhidi ya ahlul batil. Fa inna fi at-tahdhiri min ahli al-bid'i masaliha azimatin, hakika katika kutahadharisha watu wa bid'a ndani yake kuna masalihi nyingi. Minha, katika hizo masalih, idhaafu al-mukhalifin, rududi zinapokuwa nyingi tunawadhoofisha wale wanaokhalifiana na manhaji sahihi. Wal ghalabatu alaihim, na kuwazidia. Wastitaruhum bibid'ihim, na kadhalika pia kule kujificha, yani tukiwabainisha sana, mara nyingi wanajisitiri, wanajificha na zile bid'a zao, hawajidhihirishi tena. Wadhuhuru nuru sunna, kadhalika pia inadhihirika nuru ya sunna. Wajtima'il kalima, na pia linapatikana lile neno la pamoja, linadhihiri lile neno la pamoja. Wa ghairiha min almasalih allati yaudu atharuha ala albilad walibad, na mengineyo mengi katika maslaha ambayo yanarejea kwa waja na miji. Rududi ndio inayosababisha haya yote mnayoyaona. Kama unaona sasa hivi kuna utulivu, sasa hivi mashallah amani inapatikana, sasa hivi mashallah khawarij wamezofika, sasa hivi mashallah kina mama wanapata stara, wanasoma, vijana wanakuwa katika mazingira ya kupenda ilmu, kupenda kuwasikiliza watu wa haki. Tamani ukikuwa unakuwa wewe unamsikiliza ilunga mpaka unakuwa mpuzi huko nyuma, kwa sababu hakusoma dini, hajui kusoma hata suratul Fatiha rahimahullah, Allah amrehemu. Kwa sababu watu wanakulia huko mpaka wanatokea huko, wanakuwa yeye ndio shekhe wao. Sasa hivi hapa shekhe ni nani? Shekhe wa msikiti ni nani? Abu Aklan. Ilikuwa zamani Sheikh Abu Aklan ananena maneno hapa, akishamaliza mtu anafunika, anakwenda kusikiliza CD ya Abu Dirogo kule, akitoka anamsimama Abu Dirogo. Alaysa kadhalika? Hadha. Wa'lamu ayyuha al-ikhwatu anna mimma yahfazu Allah bihi al-'abda min fitnati at-tanzimat al-hizbiyya akhadhu al-'ilmi 'ala ahlihi alladhina 'urifu bil-'ilmi wal-'amali wa luzumi as-sunnah wa 'adami al-khuruji 'an manhaji as-salafi fi bab al-i'tiqad. Asema, tambueni enyi ndugu zangu, hakika katika mambo ambayo Allah anawahifadhi waja wake na fitna ya haya makundi ya kihizbi, akhadhul ilmi, ni kuchukua elimu kutoka kwa wenye elimu ambao wamejulikana kwa elimu na matendo na kulazimiana na sunna, wa adamil khuruji an manhaji salafi fi babil i'tiqad, na ambao wametambulika kwa jambo la kutoka katika manhaji ya wema waliotangulia
katika mlango wa itikadi. Walhadharu mimman tashabbaha bililmi wa laysa ala tariqatihi, na kujitahadharisha na wale ambao waliokuja kujipamba na sifa mimman tashabbaha bil ulamai, kujipamba na sifa za wanawachuoni, wa laysa ala tariqatihim, hali ya kuwa hayupo katika njia zao, hafuati njia za wanawachuoni hao. Wa mimma yahfazu Allahu bihi al-abda min fitnati at-tanzimat al-hizbiyya, kadhalika pia katika mambo ambayo Allah anamhifadhi mja kutokana na fitna za haya makundi ya kihizbi, luzumu jamaati almuslimina wa imam, ni kulazimiana na jamaa ya waislamu na kiongozi wao, kama dalla alayhi hadithu Irbad ibn Sariya radhiyallahu anhu, kama ilivyojulisha juu yake hadithi ya Irbad ibn Sariya, qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam maw'izatan balighatan ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فما تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود وابن ماجه، حديث مشهور. أسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على التوحيد والسنة. مؤلف akamaliza kwa dua, anaomba Allah akusanye neno la Waislamu katika tauhid na sunna, wa an yu'idhahum min al-furqati wa asbabiha, na awakinge Waislamu kutokana na furqa na sababu zake. Innahu sami'un mujib, Allah yeye ni msikivu na mwenye kujibu. Kama as'aluhu subhanahu an yariyani, nasema an yurina al-haqqa au an yariyani wa iyyakum al-haqqa haqqan wa yarzuqna ittiba'a. Naomba Allah nionyeshe mimi haki na nyinyi, na tuupe uwezo wa kuifuata, wa yarzuqna wa yurina al-batil wa yarzuqna ijtinabahu, na tuonyeshe batil wa hii ndio batil, na turuzuku kuweza kujiweka mbali nayo. Wa an la yaj'alahu multabisan alaina fanadhil, na sichanganye ikawa ni mushtabahan. Multabisan mushtabahan, kawa hatuifahamu batil na haki ni ipi, kisha tukajikuta tunaichukua batil tukaacha haki, tukawa ni wenye kupotea. Wallahu almuwaffiq walhadi ila siratil mustaqim, na Allah ndiye mwenye kuwafikisha watu na mwongozaji katika njia iliyonyooka. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Takumbeni, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe nguvu na atupe uwezo wa kupambana na hawa watu kwa hujja na burhan, kwa sababu ni watu ambao siku zote wao wanajitahidi katika kupoteza haki, na sisi tunajitahidi katika kuibainisha haki. Kwa hiyo sisi ni watu ambao tunapambana na hawa usiku na mchana, lakini bila msaada wa Allah hatuwezi kufanikisha jambo hili. Allah ahifadhi mashaka zetu, awape nguvu na awape neno lenye kusikika, na awape kabuli kwa watu, ili watu waweze kuifahamu haki. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi.